Sasa nikisema mimi nimekufa, si ndio mtakufa kweli sasa? Sasa tunakuona huko kaburini mpendwa. Kanisa la leo kama halijakufa liko ICU. Linapumulia mashine. Liko kwenye uangalizi maalum. Madaktari bingwa na wabobezi wanapishana kuliangalia kanisa ili lisife kama halijafa. Lina hali mbaya na limetengeneza vitu mbadala vya kulionyesha ili lionekane lina nguvu. Hata namna linavyoabudu, namna linavyohubiri, namna linavyofundisha, linatumia zaidi akili badala ya Roho Mtakatifu. Linatumia zaidi ubunifu wa akili badala ya ubunifu wa Roho Mtakatifu. Ni kanisa ambalo linapenda zaidi kujirusha. Kujirusha. Ukienda kwenye makongamano leo ya Kikristo utashangaa sana, na hasa vijana utashangaa sana, na yana biashara kubwa sana sasa hivi hayo makongamano. Yana biashara kubwa sana. Wanamuziki wa injili leo wana mamilioni ya pesa kwa sababu ya hayo makongamano. Yaani hamna tofauti na disco. Hamna tofauti kabisa na disco. Na ni mchanganyiko wa watu wa kila aina. Hapo wao wanakuambia tunamwabudu Mungu, tunamwabudu Mungu. Tunamwabudu Mungu. Belieri. Yupo yule Mungu mnayemwabudu. Hapo michezo wanacheza kila design, hata ile michezo ya kingono ile wanacheza. Sisi tunafuatilia. Na leo hii dunia ni kama kijiji, hata unaweza kuingia mitandaoni ukaona tu staili zinazochezwa ni staili zinazomtukuza Mungu. Na mwingine nikamuuliza, anasema kila kiungo kinatakiwa kumsifu Bwana. Kila kiungo. Jamaa anajitetea. Mwingine anasema hata Daudi alivua nguo akabaki uchi. Daudi alibaki uchi kweli? Biblia hii tunasoma wewe. Hii tunasoma mbona haina hicho kipengele? Uchi unaosema sio uchi wa mnyama. Ni kanisa lililoweka vitu vya juu vya kufichia huo udhaifu.